Wanasema huko ni kama kwao. Karibu sana mwana michezo kwenye Kawabe Sports kwa ajili ya kuzidadavua taarifa za kimichezo. Navyosema huko ni kama kwao, nazungumzia pale South Africa ambapo kesho patachimbika nusu finali ya balaa zito kabisa ya CAF Confederation Cup kati ya mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch. Stellenbosch akiwa nyumbani akiwakaribisha mnyama Simba. Sisi kama wana michezo tuko hapa kwa ajili ya kuzidadavua zile taarifa kemkem kuhusiana na huu mchezo, lakini pia na wachezaji wa kuchungwa zaidi kuhusiana na huu mchezo. Mirato Abu Bakri mwana Juma Abu Bakri, lakini hapa niko na IG kama Vinga. Kwa hiyo masho wangu Jumamosi fulani hivi. Jumamosi fulani hivi amazing sana. Ndio kabisa. Tuanze kwenye chambuzi ya kinifu kabisa juu ya mchezo wa kesho. Unatarajiwa kupigwa majira ya saa 10 kamili za jioni pale Durban, nazungumzia Afrika ya Kusini. Stellenbosch anarudi kwa mara ya pili tena kwa baada ya mechi ya kwanza ile iliyofanyika visiwani Zanzibar kupoteza kwa goli 1-0. Anarudi kwa mara ya pili tena dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Anamkaribisha mnyama Simba Sports Club. Tuanzie kwenye pointi hapo kwa wachezaji hatari zaidi wa kuchungwa kwa upande wa Stellenbosch. Kuna mwamba anaitwa Titus, moja kati ya mshambuliaji hatari ambaye alionyesha umahiri mkubwa sana kwenye mechi ya kwanza. Nataka utupe chambuzi juu ya mshambuliaji huyu. Wana Simba, wachezaji wa Simba wamchunge hasa kwa asilimia ngapi, ama eneo gani zaidi lina ubora kwake wamchunge kwa ukubwa? Ukija kwanza tukianza kwenye namba zake kwenye ligi ya South Africa, ndio mchezaji ambaye anaongoza kwa magoli mpaka sasa hivi akiwa amechangia zaidi ya magoli 8 kwenye mchezo ambao amecheza. Unaangalia Titus ni mshambuliaji ambaye cha kwanza sifa yake kubwa sana ni creator, cha pili ana speed na analijua lango vizuri sana. Unaangalia hata alivyokucheza na Simba Sport Club walivyokuwa wenyewe wamesimama mbele yeye na De Jong, unaangalia ni kitu gani ambacho alichokuwa wanaweza kumuofa. De Jong ni mchezaji ambaye ana nguvu na anaweza akagadi mpira, then Titus ni mchezaji ambaye anaweza akawafanya mabeki kuwafungua sehemu ambao walipo na kuachia mwanya hao kina Nku waweze kusogea na kina Jabari waweze kusogea kwenye maeneo yao. So Titus ni mchezaji ambao Simba Sport Club kwenye mchezo huu hususan kwenye uwanja wao nyumbani wakiwa wanatumia pale Stellenbosch anakuaga hatari zaidi. Unaangalia mikimbio yake hatari, unaangalia ana jicho la kuliona goli, unaangalia staili ya wachezaji wake. So ukija kuangalia hata Kapombe alikuwa anapata taabu sana jinsi gani ya kukabiliana naye, manake hatulii sehemu moja na anatoka anaenda light anakuja left, anakaa ndani pale kwa mabeki kama De Jong akisogea akafungua upande mwingine unamwona yeye yuko pale. Kwa hiyo ni jinsi gani ambayo ya kumchunga, ukiangalia mikimbio yake na anavyokimbia, unaangalia jinsi anavyopiga pasi zake, zile pasi zake nyingi waga ni chonganishi. Unaangalia hata kwenye mchezo dhidi ya Simba pasi zake alizokuwa anapiga pasi za kuwagombanisha mabeki, pasi napigwa katikati, pasi kwa inapigwa kwa Chemaron kwa Chamu Karabwe na Abdurazak Hamza, pasi anazipiga katikati. So ni mchezaji wa kumwangalia kwa jicho la pili sana zaidi ya jicho la tatu, maana yake jicho la pili ndio jicho ambalo lina umakini sana kutoka la kwanza nafuata la pili ambalo lina umakini. So kikubwa zaidi ni kumwangalia huu kwanza mikimbio yake, staili ya uchezaji wake, na yuko nyumbani lazima watafunguka, wataongeza Stellenbosch lazima wataongeza ubunifu kwenye eneo lao la ushambuliaji. Kwa kwanza na Titus lazima wamwangalie ipasavyo sana safu ya ulinzi ya Simba Sport Club, hususan kwenye mikimbio yake na namna anavyoweza kupiga zile pasi zake through ball pass. Kuna mwamba umemzungumzia hapo De Jong, raia kutokea New Zealand. Wana hatari hao vijana. Wamemtoa mtu kutoka New Zealand. Lakini kubwa zaidi kwa mshambuliaji huyu tukiangalia mechi ile ya kwanza, kwa watu ambao wasomjua ni yule ni mzungu, ukimwangalia pale vizuri alikuwa ana tofauti, alikuwa ana tofauti na wenzake. Wachezaji wote hata Simba na Stellenbosch ana tofauti. Ni mzungu kule ukimwangalia alikuwa anasimama mbele. The way ukiangalia mchango wake kwenye timu kwenye ile mechi ya mwisho dhidi ya Simba Sports Club ulikuwa ni mchango mdogo, kwa sababu kuna mipira ambayo alikuwa anaipata lakini anashindwa kuifanyia maamuzi. Naweza kusema kwamba alikuwa hana maamuzi ya haraka kupitia kwenye huu mchezo wa pili, na ukizingatia kwamba wanahitaji magoli mengi zaidi kwa ajili ya kujihakikishia kwamba wapite. Na hapa alimradi wapite wanahitaji kuanzia magoli 2-0 wapite waende hatua ya finali. Hatua ya finali. Sawa. Sasa tukimwangalia mshambuliaji wao De Jong, unadhani kocha atamwanzisha kocha Steve Barker? De Jong kama kuna washambuliaji ambao yuko nje alipaka sasa hivi
Sawa, Pacado yuko nje mpaka sasa hivi. Lazima De Jong tu atakuwa regular starter mwalimu. Naangalia mwalimu Steven Becker approach na mfumo ambao aliingia nao, asilimia kubwa alikuwa anacheza na washambuliaji wawili. Washambuliaji ambao wanakuwa double pivot, wale wako wawili kule. Alikuwa anacheza na viungo wanne na beki wanne. Hiyo yote viungo wanne kutokana na kuheshimu Simba kipindi cha kwanza. Naangalia jinsi gani ambavyo waliotengezea madaraja Simba. Kuna daraja la kwanza lilitengenezwa ya walinzi wa kina Traore, daraja la pili likatengenezwa kuanzia viungo hawa namba 6 na namba 6 kina Nyayo walitengeneza hii yote. So unakuja unaangalia kuwa aliyotengenezea Simba Sport Club madaraja mawili ambayo yatakuwa magumu sana. Ndio maana hata tunamuona De Jong hakuonekana sana kwenye yale makali ambao watu wengi wameyazoea. Unaangalia mwalimu akiwa nyumbani, asilimia kubwa mfumo ambao anatumia mfumo wa 4-3-2-1. 4-3-2-1, mmoja anakaa mbele, wawili hawa anakuwa kama as namba 10, watatu wa chini, mmoja anakuwa analinda back 4. Asilimia kubwa timu hapo itafunguka, itawaacha fullback wote wa Stellenbosch wapande waweze kuongeza idadi ya washambuliaji mbele. So kwa mwalimu, kama mwalimu ukija ukaangalia kwa mfumo ambao aliingia nao Simba, ndio maana au kumuona De Jong kwenye matukio muhimu, unaangalia asilimia kubwa matukio ambayo alikuwa anaona ni mipira ambayo ilikuwa inapigwa, mipira ile long ball ikipigwa, mipira mirefu anaweza kugadi mipira na kuwasubiria hawa safu ya ushambuliaji wasogee, wakina Jabbar, wakina Nku, wakina Titus wasogee ili waweze kuongeza idadi ya watu wengi waweze kufanya chochote kitu. So kwa mwalimu akiwa nyumbani utaona approach itabadilika. Approach ikibadilika hata majukumu ya De Jong pia yatabadilika. So kwa ile approach ambayo aliyotumia akiwa Zanzibari hataweza kuitumia tena akiwa nyumbani. Maana yake nyumbani atafunguka kwa asilimia kubwa ili aweze kupata goli. Kwa hiyo hata style ya uchezaji wake itaweza kubadilika, na hapa style ya uchezaji wake tunaweza kushangaa akaanza na boda mdogo yule Fili. Anashangaa anaanza kwenye mchezo huu kuongeza idadi ya washambuliaji, na ameona Simba Sport Club kuanzia dakika ambazo zitaweza kumpa aanzie wapi kupata matokeo ni zile dakika kuanzia dakika 60 kipindi cha pili. Manake Simba unaona mara baada ya kufanya substitution zile zimeingia kina Fili, wachezaji wenye speed. Muona Simba muda wote walikuwa nyuma na walikuwa kwenye hali mbaya. So mwalimu Steven Becker itaanzia hapo kumpa direction ya mchezo umalizie wapi. Kuna mwamba anaitwa Ibrahim Jabbar, moja kati ya mchezaji ambaye alionyesha performance nzuri pia. Hata mimi pia nilivutiwa na performance yake kwenye mechi iliyoisha kwanza pale Visiwani Zanzibari kwenye uwanja wa New Amani Complex. Lakini alipewa pia kadi ya njano kwa kucheza rafu, lakini moja kati ya mchezo ambao kwangu mimi ukiniambia nikutajia wachezaji watatu waliocheza vizuri kwenye ule mchezo, yeye namweka. Yaani akosekane kwenye hiyo nambari 3 za wachezaji. Nataka uwape tahadhari wachezaji wa Simba kupitia kwa huyu mchezaji ambaye mechi iliyopita aliwasumbua yani inaitwa mtu kinganga, alikuwa anaangangania kweli kweli. Anaangania mabeki wa hususan Zimbwe Junior ambao aliona tabu, alipata nyakati ngumu sana kumkabili huyu Jabbar. Sio mgeni Tanzania, alikuja kwenye AFCON ile ya under 20, alicheza na kina Jobu pia kwenye ile AFCON ya under 20. So ni mchezaji ambaye kuna vitu ambaye yuko navyo, unamuona mwenyewe. Ni mchezaji ambaye kwa kweli lazima mwalimu Fadru hususan aongee na ule ubavu ambao anacheza Zimbwe Junior, lazima awe makini. Manake Zimbwe Junior tumezoea ni mtu ambao anapanda sana na overlap, anacheza modern football ambayo hiyo modern inamlazimisha apande aongeze idadi ya washambuliaji. So kwa Jabbar naangalia jinsi gani ambao alikuwa anacheza kwenye yale mashimo ambao alikuwa anaacha asilimia kubwa. Wakina Nku walichukua nakifanya, anachukua pasi wanapiga kwenye mashimo, wanamkuta Jabbar ambao na kimzuri na yeye pia ni mzuri kwenye speed, ila ile sio finisher mzuri. Unaangalia jinsi gani ambao alikuwa anaweza kumfanya Mohamed Hussein anachokitaka, anampeleka right, anampeleka left, anaingia ndani, anafanya anachotaka, ila sio finisher mzuri. Kama ingekuwa finisher mzuri, pengine leo tusingekuwa tunaongea kwa Simba Sport Club angeshinda kwa goli moja. Unaangalia few nafasi ambazo anatengeneza kupitia kwake yeye zilikuwa zina madhara kama angeongeza umakini. So lazima mwalimu hilo atakuwa ameliona, na hususan kwa Zimbwe Junior kwenye hii mechi atampa majukumu. Jukumu moja ambalo atampa, alitimize jukumu mama ambaye akabe kwanza jukumu la kushambulia kama timu. Kama kuna uwezekano wa kwenda kushambulia, nenda. Kama sio lazima, kaa kwenye position yako asili, position yako mama, ili uweze kuhakikisha kuwa hii Frank ambao anaitumia Stellenbosch kuhakikisha kuproduce mabao inakuwa ngumu sana. Manake wewe ukiwa kwenye eneo Nku au Titus hataweka pasi, ila kama haupo kwenye eneo kidogo, na unaona Nku na Titus ni wako sharpness sana kwenye upigaji wa pasi. Unaangalia pasi ikitoka tu kwa Ture,
defender ule defender wakati washangaa amekuja amehold, imepigwa pasi ya kwanza ya pili, pasi imepigwa kwenye shimo. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo wako sharpness, na wewe kama mwalimu lazima ili kama umeliona lazima utumwambie Mohamed Hussein au mtu ataanza Nauma, maana yake tunaona alibadilishwa Zimbe Junior kutokana na hali ambayo alikuwa anapita nayo akaingia Nauma. So kama akianza na Nauma, mwalimu lazima atampa majukumu yake mama kwanza atimize. Majukumu yake mama ni ukabaji, afu hayo mengine ni extra. So lazima waliangalia ili, manake hawa watumia francs hizi wanawavuta, watumia francs. Sasa kwa kwako nyumbani naona cha kupoteza, lazima atafunguka zaidi, na kufunga zaidi inahitaji back for yako, defensive yako hiyo ina umakini wa hali ya juu. Kama mkiwa mfanya mistake, mkifanya imianya, mtakuwa kwenye nyakati ngumu. So lazima mwalimu ili alifanyie kazi, na hata kulifanyia kazi. So amwambie mtu ambaye atampa nafasi kucheza kule, aambie kwanza atimize majukumu yake mama, asi overlap sana. Akioverlap sana ataiweka timu itakuwa kwenye taabu. Sawa, kuna mwamba mmoja anaitwa Enyinaya, mmoja kati ya mtu ambaye alifanya kazi chafu pale. Aligongana pale na kina Fabrice Ngoma, kina Yusuf Kagoma. Shughuli ilikuwa nzito sana. Ni Mnigeria huyo ambaye yuko pale South Africa anatafuta ugali wake. Tukimalizia kwa upande wa wachezaji wa timu ya Stellenbosch. Wachezaji wa Simba, mchezaji huyu huenda akaleta madhara eneo la katikati. Enyinaya ni mchezaji ambaye kwanza anajua Simba Sport Club. Sio tu kwa ajili ya Simba, na anajua pressure iliyopo kwa timu zetu hizi, hususan hizi timu zetu mbili Simba na Yanga. So alikuja na TS Galaxy hapa. Enyinaya alikuja ile ambayo anashinda goli 3-1 hapa. Simba alishinda kule goli 2, akaja kufanya comeback goli 3-1. Alikuwa kwenye kikosi Enyinaya. Pia vile amekuja na Asat Mimosa hapa ambayo iliyopoteza dhidi ya Simba Sport Club, ishinda kwao, kaja hapa ikapoteza. Unaangalia ni mchezaji ambaye kiukweli kwa jinsi ambao anaocheza, na msimu uliopita alicheza msimu ile iliyopita alicheza robo finali na Young Africans, alikuwa Rivers United. So unaangalia ni mchezaji ambaye amepita baadhi ya sehemu na analijua sukari yetu vizuri sana, na hata wachezaji wetu wanajua na style ya uchezaji wao, na muangalia ni jinsi gani ambavyo amekuwa ni mtulivu, na pia ni midfielder ambao anafika sana miguu, ni ile wasema man to man, na uweza sana mipira shoulder to shoulder, na uweza kuchukua mipira akaondoka. Unaangalia mipira mingapi ambao alikuwa na uwezo wa kuchukua, mipambano ile ajua na uwezo wa kuchukua. So kwa bato ambayo tukopo pale katikati kwa mechi ya kesho, kwa hususan ni Kagoma na Fabrice Ngoma. Na Kagoma kwa mechi ya kesho utaweza kushangaa akarudishwa nyuma zaidi. Alipokuwa anacheza pale akarudi nyuma zaidi ili ailinda hii back four vizuri sana. Analindaje hii back four? Anarudi nyuma zaidi kuongeza ulinzi. So mwenye jukumu kubwa la kukabaji itakuwa ni Jean Charea. Huwa ataanza kukaba kama namba 8, Fabrice Ngoma atarudi chini kukaba kama namba 6. Kwa hiyo hapa kwenye utatu hususan ya wawili ndio watakuwa na kazi ngumu sana kuingia ndani na kwa ajili ya kuchukua ile mipira ambayo itakuwa inaanzishwa. Na unaangalia build up ya Stellenbosch, unaangalia asilimia kubwa build up yao wanatokea katikati wenyewe. Kutokea pembeni ni nadra sana. Kwa sababu gani wanatokea katikati? Wakitoka katikati wanaruhusu mawinga wao waingie kati, wakicheza ule mfumo wao. Kishaingia kati wanaacha gap ambazo za fullback wanaongezeka asilimia kubwa. Na maana kichukua mpira mingi, kama mkiwa mmetoka mpira wao unaofuata unapigwa pembeni, aidha kulia au kushoto. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni sehemu mama sana kwa Stellenbosch, na mtu ambaye ndio kiungo mzalishaji ni Enyinaya. Kwa hiyo ni lazima anaocheza pale lazima awe mkatili, na sio ukatili tu, ukatili wa kuingia uvunguni, wa kumfanya akose ule utulivu wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Enyinaya ni mchezaji bora sana, mchezaji mzuri ambao ukimwacha kufanya maamuzi kwenye maamuzi mawili au matatu inaweza ikapelekea watu wakawa taabani na kurudisha nyuma kwenye mchezo ambao walikuwa wanahitaji alama kufikizia alama 9. Enyinaya ndio mchezaji ambao aliproduce goal kupatikana. Build up ilianzia pale katikati, ikapigwa pinpoint pass, unaona watu wakakimbia kwenye position, ikaweka pasi, watu wakaweza kupata goli. So lazima waangalie kwa asilimia kubwa sana Simba Sport Club. Kama hawezi kuangalia, basi waongeze idadi ya viungo pale katikati, aidha acheze na mshambuliaji mmoja, viungo pale katikati wawe 4 ili wasiwaruhusu wa viungo wa Stellenbosch wawe na uhuru wa asilimia kubwa kufanya maamuzi yao. Sawa, tumalize na ile hapa ile. Mchezo ndio kesho, unakwenda kupigwa. Moja kati ya kiwanja kikubwa pale Durban, wanakwenda kurindimana, au sio? Sisi kama tukiwa na michezo, nataka tumalize na ile hapa. Kesho ndio mchezo unapigwa. Nipo tabiri wako.
utabili wangu kwa mechi ya kesho mpaka sasa hivi siwezi nikampa mtu asilimia kubwa sana. Ila nitampa Simba kwa asilimia 55.5 kwa kuwa tayari ana goli moja. Ndio. Nampa Simba asilimia 55.5. Ndio. Zilizobakia za asilimia manake tumeona watu jana wamefanywa comeback wamepigwa. Ndio tumeona vipigo vingi sana vimetokea. So ni mchezo ambao kiukweli mwalimu ataochanga atataki vizuri ataamka, ila mimi nimpa asilimia 55 Simba. Sawa. Si 5.5. Mimi kutokana na goli moja ile alilopata Zanzibar. Mimi hapa Abubakri mwana wa Juma Abubakri. Nasemaje? Mechi ya kesho kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch. Historia inakwenda kuandikwa. Historia kivipi? Kwa mara baada ya miaka mingi Simba alivyoingia finali ya kombe la shirikisho, kesho anarudia ile historia. Finali ni Simba dhidi ya RS Berkane kutokea pale Morocco. Umejimaliza kaka. Finali ni Simba dhidi ya RS Berkane kutokea pale Morocco. Mnyama Simba kesho anakwenda kushinda. Umejimaliza kaka. Mnyama kesho anakwenda kushinda. Umejimaliza. Anakwenda kushinda. Kwa hii Simba anakwenda kushinda, anaingia finali, anacheza na RS Berkane kwa sababu Constantine simuoni kwenda kucheza finali ukizingatia na mlima mzito kabisa wa goli 4-0. Mimi nasema kila laheri mnyama Simba. Ikifanya vizuri Simba Sports Club itakuwa imefanya vizuri pia Tanzania kwa sababu kwa miaka 5 kwa hivi karibuni tutakuwa tumeingiza timu zetu mara 2 katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tukizingatia ile ya kwanza kabisa Young Africans ambayo iliingia misimu kadhaa nyuma, na hii ambayo ikitokea Simba akishinda itakuwa ni vizuri akiingia finali na ikiwezekana achukue na kombe. Sisi kama na michezo tunasema bye bye, tunatakia kila laheri Simba Sports Club.